Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Habari za jioni. Karibuni katika mwendelezo wa ibada ambayo tumekuwa nayo kwa njia ya nyimbo, na tumekuwa nayo pia katika njia ya sala, kama ambavyo tu waimbaji waliomaliza kumsifu Bwana wakiwa na ujumbe ambao unatualika sisi sote kufahamu Mungu wetu na namna tunavyoweza kuishi pamoja naye na kutokuwa na hofu katika maisha haya, kwa kuwa sisi tupo na kesho tunatoweka, kama tulivyosikia ujumbe wa waimbaji. Sisi jioni ya leo tumepata tena nafasi hii ya pekee sana ya kuwa miguuni pa Yesu katika mfululizo wa mada hizi ambazo Mungu wetu ametujalia kuwa nazo katika mwaka huu. Kufunguliwa. Leo tunaendelea na somo hili kufunguliwa, ambalo linazunguka katika ahadi ya Roho Mtakatifu, ambapo Mungu ana shauku ya kutupatia, lakini pia tunapata fursa ya kuona tunavyoweza kufanya tofauti kupitia huyu Roho Mtakatifu katika uhusiano wetu na yeye. Lakini pia ndio huyu Roho Mtakatifu anayetusaidia kumtumikia katika kipindi hiki cha mwisho. Kwa hivyo leo pia tuna somo jingine ambalo linaelekeza sisi, baada ya kuona umuhimu huo, akili yetu leo inatupeleka katika uelewa wa Mungu kuhusu wale tunaowajua ni watoto ama vijana. Mungu anavyoelewa, na uelewa huo anataka tufanye nini katika kipindi hiki cha mwisho: kufundisha watoto na vizazi vyote kusema kuhusu Yesu Kristo. Ndio somo letu hili, kwamba kufundisha watoto na vizazi vyote kusema kuhusu Yesu. Tuombe. Asante Mungu wetu, namna unavyotaka tujue na tutende kwa hawa walio wadogo, hili waseme kwa ajili yako. Tufunulie ukweli huu jioni hii ya leo, katika jina la Yesu Kristo, amina. Somo hili limejengwa katika Matendo sura ya 2, na tumesoma hizo aya ambayo ni aya ya 16, 17, 18, 19, 20 na 21. Aya hizi ziko katika sikukuu ya Pentekoste, na mhutubu wa hizi aya ni Mtume Petro, na alikuwa akihutubia akijibu swali lililowekwa kwenye ile aya ya 12: nini maana ya mambo haya? Yapi? Kwa sababu katika aya ya 11 tunawasikia hawa wa Galilaya wanazungumza lugha zetu, matendo makuu ya Mungu, lakini wanataka wajue
hii ni nini maana yake? Kwa hivyo Petro akawapeleka katika darasa la kujifunza Biblia, na hapa ndio sehemu muhimu sana ya kufahamu ya kwamba kujua Biblia ni jambo muhimu sana, ili kushiriki ukweli huu na wale wasiojua maana ya yanayoendelea katikati ya wakati huu wa mwisho. Kwa hiyo Petro asingelikuwa amesoma Biblia, asingeweza kuzungumza hiki anachozungumza, kwa sababu walikuwa wanataka wajue nini maana ya hayo yaliyotokea. Petro, hotuba yake kabla hajaenda Yesu yuko mbinguni, kwa sababu Pentekoste ile hotuba ina sehemu kubwa mbili peke yake. Sehemu ya kwanza ni hiki Petro alichofafanua tukio hili maana yake nini. Halafu yani kuhusu nini? Kuhusu Roho Mtakatifu. Nini Mungu amesema nini kuhusu hiki ambacho Roho Mtakatifu amefanya leo. Halafu sehemu ya pili, Yesu ni nani sasa hivi. Ndio maana Roho Mtakatifu akaja. Kwa hivyo somo letu aliendi kwenye Yesu ni nani sasa hivi, ila iko sehemu tu ya kwanza ya hotuba ya Petro. Na hivyo akasema kwenye aya ya 16, hivi ni matokeo ya alichosema Yoeli. Ndivyo aya ya 16 ya Matendo sura ya 2, kwamba hiki kinachotokea ni kile Biblia inachosema, kwa sababu Biblia wakati wa mitume ilikuwa ni Agano la Kale peke yake. Wakati Paulo anaandika ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu, alikuwa asemi wakati huo ni vitabu vya Mathayo, Luka, Marko, Yohana ama hizo nyaraka ama Ufunuo. Hapana, alipokuwa anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu, ilikuwa ni Biblia Agano la Kale, ndio ilikuwa Biblia wakati huo. Baada ya miaka kwenda, hiki walichoandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu, ndipo wakagundua ni ufunuo wa neno la Bwana, ambao wewe na mimi leo tunayo kama vitabu 27 Agano Jipya. Lakini wakati wao, ukiwaambia watu wasikilizaji Biblia, unazungumzia Agano la Kale. Ndio maana Wakristo wenzangu leo, wale ambao wanasema unajua Biblia kile andiko lenye pumzi ya Bwana, wanaelezea juu ya neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena linakata. Alafu wakati huo wanasema unajua Biblia ni Injili, kwa kumaanisha Mathayo mpaka Ufunuo. Alafu wanasema Agano la Kale hilo ilikuwa wakati ule. Hawajui wanachokieleza, kwa sababu hicho wanachosoma ambacho wameandika mitume walikihubiri na waliandika wakielekeza watu kwenye Agano la Kale. Biblia siku zote inachozungumza ni kitu kimoja peke yake, na ndio maana Yesu alisema yote yaliyoandikwa Agano la Kale yananishuhudia mimi. Sasa unaposema ya kwamba Agano la Kale sio yenyewe, umekosa cha kushuhudia. Na Yesu alizungumza lugha moja nzito sana, akasema msipomwamini Musa hamtaweza kuniamini. Anapozungumzia Musa anamaanisha Torati, anazungumza Agano la Kale. Manabii wao waliandika, Waebrania mpaka leo wanaelewa ya kwamba maandiko ya manabii wakina Yeremia, wakina Hagai, wakina Yoeli na wengine hao wote, Yeremia, wote waliandika wakidadavua Torati. Ndivyo uelewa wa Waebrania, wanasema walikuwa ni commentators, wana comment kwenye Torati. Na vile vingine vya historia, vya ushairi, zungumzia Zaburi, zungumzia wimbo ulio bora, zungumzia vya historia, na zungumzia Esther, Ruthu na wengine. Hivyo vyote ni katika kuelezea kile Torati inachoeleza na maisha ya siku hizi wanazoishi. Kwa hivyo ukizungumzia Biblia wakati wa mitume, unazungumzia Agano la Kale.
Agano la Kale pekee. Kwa hiyo Petro akawarudisha, hiki mlichokiona leo ni Agano la Kale ilichosema. Na ni kitu gani kilisema katika Agano la Kale? Anaenda moja kwa moja alichosema Yoeli. Kitu cha kwanza ambacho tunapaswa ujue, Petro hasemi ni utimilifu wa unabii wa Yoeli. Petro anasema ni alichosema Yoeli. Kuna tofauti alichosema Yoeli na utimilifu wa unabii wa Yoeli. Ndio maana Petro anasema itakuwa wakati wa siku za mwisho kwenye aya ya 17. Kwa hiyo siku za mwisho, angalia vizuri hapa. Ndio maana unaposoma unabii wa Danieli unajua siku za mwisho zilianza 1798. Sasa hii ni karne ya kwanza, na si tu karne ya kwanza, ni nusu ya kwanza ya karne ya kwanza. Unazungumzia mwaka wa 31. Mwaka wa 31. Sasa Petro ndio maana asemi ni utimilifu wa unabii wa Yoeli, ila anataka tujue hivi ni alichosema Yoeli. Kwa hiyo alikuwa ananukuu Yoeli sura ya 2 na ile aya ya 28 mpaka aya ya 32. Kwa hiyo hayo unayosoma kwenye Matendo sura ya 2 kwenye ile aya ya 17 mpaka aya ya 21 utayaona katika Yoeli sura ya 2 aya ya 28 mpaka aya ya 32. Hivyo hivyo. Na unajua hakuwa na Biblia mkononi, alikuwa ananukuu moja kwa moja kutoka katika akili yake na wapitisha kwa alichosema Yoeli. Na hicho maana yake hiki amesema Yoeli, lakini utimilifu wake mkubwa katika siku za mwisho, kwa sababu Wayunani wana maneno mawili yanayomaanisha mwisho. Kwa maana telos, alafu pia inamaanisha neno jingine ambao wanaita eskatos. Na aliyolitumia hapa ni eskatos. Eskatos ni mambo ya wakati wa mwisho, kwamba ni matukio, kwamba ni mambo, kwamba ni nini. Lakini telos maana yake mwisho wa jambo fulani. Kwa hiyo anazungumzia kipindi maalum chenye mambo yanayojaa ya wakati wa mwisho. Kwa hiyo anaeleza Yoeli, Mungu alimwambia Yoeli yatakayotokea wakati wa mwisho. Na yatakayotokea wakati wa mwisho yanahusu Roho Mtakatifu. Lakini wakati huu wao Petro anaeleza ni alichosema Yoeli, Roho Mtakatifu atamwagwa. Ni vizuri pia kujua ilikuwa ni tukio gani hili. Ilikuwa inaitwa ni Pentecost. Ndivyo Matendo sura ya 2 inaita sikukuu ya Pentecost, ambayo ndio inafahamika leo. Leo ukiandika kitu Pentecost wanajua unataka kuzungumza nini. Lakini Pentecost ilikuwa ni nini? Pente ni 5, coste ya 50. Kwa sababu ndio inakuwa ikishaunganisha ile grama yake inakuwa siku ya 50. Ndio inaitwa Pentecost. Lakini ni siku ya 50 kuanzia wapi? Ni siku ya 50 tangu Yesu kufufuka. Nikupitishe kidogo kwa sababu hii ni sikukuu iliyokuwepo katika Agano la Kale. Agano la Kale lilikuwa na sikukuu 7. Sikukuu ya kwanza ni Pasaka. Kalenda yao inajengwa katika matukio ya ukombozi. Pasaka ambayo ilikuwa inaadhimishwa tarehe 14 ya mwezi wa Abibu. Sisi tunaita ni mwezi wa 3, lakini kwao ndio mwezi wa kwanza. Mwaka kwao unaanza na tukio la ukombozi. Na hiyo inafanyika Ijumaa. Ndio ilikuwa ni Pasaka, ndio maana Yesu alikufa siku ya Ijumaa. Na inapomalizika hiyo siku inaingia kesho yake ambayo ni siku ya Sabato. Inaanza kuhesabika muda wa siku 7 ambazo zinaitwa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Wakifundishwa kwa sababu wamekombolewa kwa damu ya mwana kondoo, kwa hiyo hawapaswi kuishi maisha ya dhambi. Ndio tafsiri ya mikate isiyotiwa chachu. Kwa hiyo ndani ya nyumba, mipaka ya Israeli, ya kazi yao yote pasiwepo na chachu. Ndio unaiona kwenye ile Wakorintho ya kwanza sura ya 5 na ile aya ya 7, ondoeni chachu ndani yenu kwa sababu Pasaka wetu amekwisha kutolewa, yani Yesu Kristo. Kwa hivyo hiyo inaenda hivi muda wa siku 7 mfululizo. Halafu siku ya pili yake baada tu ya Pasaka, kwa hiyo Sabato ya kwanza, halafu ya pili siku ya kwanza ya juma. Sikukuu ya 3 ilikuwa inafuata, inaitwa sikukuu ya kutikisa mganda, ambayo ilikuwa ikiashiria ufufuo wa Yesu mwenyewe. Na ndio maana alikufa Ijumaa, alafu akafuka siku ya kwanza ya juma.
alitembea kwa kalenda zile, kwa sababu zile matokeo kwenye kalenda ya upango ya ukombozi. Na hiyo ilikuwa ndio awamu ya kwanza. Awamu ya pili, wanakaa wanahesabu tangu siku ya kutikisa mganda, siku ya kufuka kwa Kristo, wahesabu sabato 7. Na kwa kuwa kila baada unaufikia sabato ni siku ya 7. Kwa hiyo 7 mara 7 ni ngapi? 7 mara 7 ni ngapi? 7 mara 7 ni ngapi? 49. Siku inayofuata baada ya hiyo, kwa sababu sabato 7 inafika siku ya 49, na hiyo siku 49 ni sabato ya 7. Kwa hiyo siku itakayofuata baada ya hiyo ndio ilikuwa Pentekoste ya 50. Na utasoma maneno haya kwenye kitabu cha Walawi sura ile ya 23 na ile aya ya 12 hadi aya ya 14 zinatajwa sikukuu 3. Pale ametaja tu Pasaka, akataja hii ya majuma. Pale inaitwa sikukuu ya majuma. Ndio anaeleza ya majuma kwa sababu juma la kwanza, juma la pili, juma la 3, juma la 4, juma la 5, juma la 6, la 7. Ndio sabato 7 itakayofuata baada ya sabato hiyo, siku ya 50 tangu kutikiswa mganda. Kwa hiyo ndio maana inatumika vile. Kwa hiyo Kristo alipokuwa anawatokea muda wa siku 40 baada ya kufuka, na alipopaa siku ile ya 40 zikawa ni siku ya 10 ambayo ilikuwa inagonga ya 50. Na kwa sababu Yunani sasa ndio lugha inayotumika kuandika, ndio naiona wanatumia neno Pentekoste, lakini Kiebrania wanaita Shavuot. Shavuot ndio ambayo sikukuu ya majuma baada ya sabato 7, alafu inayofuata Shavuot ambayo inafanyika baada ya kufuka ama kutikisa mganda. Na hiyo sikukuu ndio ilikuwa peke yake inaogawa mwaka mara 2, nagawa nusu huku na inagawa nusu nyingine, ni Pentekoste. Na hiyo kazi yake ilikuwa ni nini? Ilikuwa inasherekewa katika kusherekea mavuno ya nafaka. 1, 2 ilikuwa ni kusherekea agano alilofanya Mungu na Israeli Sinai, ambao ni agano la damu na agano la Torati. Na ndio maana walichinja wakajenga madhabahu ambao vijana walichaguliwa, alafu ile damu wakanyunyizwa. Ile agano ambao walifanya pale ndio wakawa watu wake. Waliposema mkinisikia kabisa mtakuwa tunu kwangu, na mimi nitakuwa Mungu wenu, mtakuwa taifa takatifu, taifa teule, watu wa miliki ya Mungu. Utaiona kwenye ile Kutoka sura ya 24 akielezea juu ya madhabahu zilizojengwa na kunyunyizwa kwa taifa la Israeli damu. Inaitwa agano la damu. Kwa hiyo kila alichofanya pale ndio zikajengwa ile madhabahu na nima hema ya kutania, na huduma zinazinduliwa, na yote hayo kuonyesha ya kwamba ni katika damu wanakuwa watu wake, kwa maana Kristo anakuja kafara atakayeleta uhai. Kwa hivyo ilikuwa Pentekoste inawarudisha Sinai, lakini Pentekoste inaonyesha Mungu anayetunza maisha yao kwa maisha ya kila siku. Pentekoste na Sinai na agano analolifanya Mungu la kuwamiliki, la kuwa watu wake hawa kwa ridhaa yao wenyewe, kwamba wanampokea yeye kuwa mwokozi wao. Kwa hiyo Pentekoste ilikuwa pale, na ukitoka pale wanarudi nyumbani, wanakuja mpaka ule mwezi wa 7 ambao kwetu ni mwezi wa Oktoba, ambapo hapa kuna sikukuu 3. Tarehe ya kwanza sikukuu ya kupiga baragumu ya mwezi. Tarehe ya pili ni tarehe 10 ya mwezi huo ambao ni Yom Kippur, sikukuu ya upatanisho, na tarehe 15 mpaka 23 ni sikukuu ya vibanda. Kwa sikukuu ya makambi ndio ilikuwa ya mwisho. Wameshasamehewa dhambi, wametakaswa. Sikukuu ya upatanisho sasa ni kusherehekea, celebration, ambayo inawaeleza utunzaji wa Mungu kwa mwaka mzima, ambao ndio ipo kwa ajili ya kuomba rehema za Bwana, utunzaji wake kwa mwaka ulioko mbele, lakini pia ikielekea kwa ajili ya mavuno ya dunia, kwa sababu ni baada ya mavuno yote, awamu ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo walikuwa wanafundishwa ni siku ya mavuno. Utaiona kwenye Biblia inatajwa pia siku kuu ya mavuno, hiyo ambayo ni siku ya vibanda, na hivyo ikilenga ujio wa Yesu
mara ya pili wakati dunia itakapovunwa. Ndio lugha ya Ufunuo pia anavyoeleza. Sasa Pentekoste inagawa 3 za mwanzo wa mwaka na inagawa 3 za mwisho wa mwaka. Ndio maana wanakuja mara 3 kwa mwaka. Ile aya ya Walawi 23 aya ile ya 12 mpaka 14. Lakini pia utaikuta kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ya 16 aya ile ya 9 mpaka aya ya 12, ambapo anaelezea utahesabu majuma 7. Anaieleza namna hiyo pale. Hiyo ndio sikukuu ya Pentekoste, ambayo ndio siku hiyo Roho Mtakatifu alikuja. Kwa hiyo alikuwa anawahubiria Petro wajue, lakini wakati huo anazungumzia hilo tukio, anaeleza ndicho alichosema Yoeli. Sasa Yoeli alisema nini? Sasa sikiliza vizuri kidogo hapa, kwa sababu ndio unabii unaotajwa pale. Kwanza, Yoeli ni nani? Yoeli jina lake ni majina mawili ya Mungu mawili, Eli na Yawe. Hiyo neno Yoeli ile Yawe ndio unasikia neno Yahoo au Ja kwa Kiingereza. Wale Rastafari anaeleza Ja people, yani watu wa Yawe. Ni neno kabisa, na kwenye Biblia yako ulio nayo ya Kiswahili neno Yahoo utayaona imetajwa mara 3 katika Biblia. Ni kifupi cha hilo neno Yehova. Na Eli, Yoeli, Eli ni Mungu ambao ni Elohim. Ndio unaona hilo neno pale Elohim na Yawe. Sasa kwa hiyo jina la huyu anaitwa, ni majina yote yanayohusu yeye, na yote yana maana Yawe, pamoja na kwa maana ya mahusiano na Eli ambayo ni mighty God, Mungu mwenye nguvu. Sasa haya yote ndio alipewa wazazi walikuwa wana maana ya kwamba kupitia yeye watu wajue Mungu alivyo, mwenye mahusiano na agano na vile Mungu mwenye uwezo. Wakamuita kijana wao Yoeli. Lakini aliishi na kutubu, kwa maana akaitwa kwa kazi hiyo ya kumtumikia Bwana kama nabii katika utawala wa kusini wa Israeli, ambao ni kabila la Yuda. Na wakati wake anaandika ujumbe huu ama anahutubia ujumbe huu ama unabii huu, ilikuwa ni miaka wa 835. Miaka 835 kabla ya Kristo. Na kipindi hicho aliyekuwa mfalme wa utawala wa Yuda wa kusini mwa Israeli alikuwa ni mfalme Yoash, ambaye ndiye mfalme aliyetawala akiwa na umri mdogo kuliko wote, kwa sababu tunamfahamu Yosia alitawala na miaka 8. Yoash alitawala akiwa na miaka 7. Utaikuta habari hiyo kwa Yoash katika ile Wafalme ya Pili sura ile ya 11. Na Yoash ndiye alikuwa mtoto wa kiume pekee aliyepona kuuawa na yule bibi Athalia, ambaye alikuwa ametoka kwa Wafilisti, aliyetaka kufuta mnyororo wa utawala wa fimbo ya enzi ya Yuda. Na shangazi yake ndio na yule mlezi wake akamnyakua, akamkimbiza, akamficha, wakati ambao kuhani mkuu Yehoyada alikuwa pale na wakamficha hekaluni. Yoashi alikulia akiwa hekaluni, walimnyofua, ndio alikuwa mtoto mchanga mdogo, wakamuhifadhi mpaka anafikisha miaka hiyo 7, ndipo wakaweka ulinzi, wakaandaa timu na askari wa hekalu, Walawi na wengine, wakamtia mafuta hekaluni, alafu msafara ukaelekea ikulu. Haya, kinachoendelea, yule bibi aliuawa, ambaye alikuwa amejitawaza mwenyewe kuwa mfalme wa utawala wa Yuda. Na kwa hiyo huyo ndio Yoeli aliishi wakati ule. Na kwa nini nasema hivyo? Alizungumzia Mungu atamimina Roho Mtakatifu kwa watu wake, na alikuwa anazungumza kitakachotokea baada ya miaka 450 mbele. Na ni kipindi kipi? Watakapokuwa wanatoka nchi ile ya utumwa kule kwa Wakaldayo, kwa Wamedi na Waajemi. Wakati wanarudi, Mungu alikuwa na ajenda nao. Lakini wakati huo Yoeli anazungumzia watakavyotendewa kwa utendaji wa Roho Mtakatifu. Lakini wakati huo Petro anasema alikuwa amepewa ujumbe wa siku za mwisho, eschaton hemera. Na hii anamaanisha nini? Anamaanisha hiki kinachofanyika wakati wa Pentekoste ni kama uzinduzi wa kile Mungu alichopanga kufanya wakati wa mwisho. Kwa hiyo ndio maana anasema ni kilichotamkwa na Yoeli. Yoeli alisema kitu gani? Sasa sikiliza vizuri, kwa sababu ni kitu gani Yoeli alisema? Nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Ndivyo Yoeli amezungumza, na ndivyo pia Petro amenukuu vile vile. Bahati mbaya kwa Kiswahili
haitafsiri hicho kilichoko pale. Wao wameinterpret, wametoa, badala ya kutranslate wameinterpret kwenye Kiswahili. Wamesema tamwaga roho yangu juu ya watu wote. Wametumia neno watu wote, lakini neno aliyoitumia Petro na ambalo ndio Yoeli ameitumia, wote wenye mwili. Wote wenye mwili ndio ile lugha ya Mwanzo sura ya 6 aya 12 na 13, wakati Mungu anasema nitaleta gharika na kufuta kila chenye mwili. Kila chenye mwili, ndio anasema wote wenye mwili kwenye hiyo Mwanzo sura ya 6 na ile aya 12 na 13, wote wenye mwili. Na ndicho Petro pia anachonukuu hivyo hivyo, nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Na ndicho Yoeli alichoandika, wote wenye mwili. Kiswahili wakasema wote, wanadamu wote, watu wote, ndio ametumia Kiswahili cha Kiunguja pale tafsiri yake. Lakini wote wenye mwili, all flesh. Kwa nini iko vile? Kwa nini anataja tukio la kuja kwa Roho Mtakatifu na tukio lile lililotokea, lugha inakuwa moja wakati ule wa gharika? Nareta wote wenye mwili. Sasa sikiliza vizuri hapa, ili uweze kuelewa ni nini anachokieleza. Urudi kwenye ile aya ya 17. Ninaomba tena pastor, hebu uweze kusoma hiyo aya tena. Matendo sura ya 2 na ile aya ya 17 hapo. Usikie anachokieleza. Nasema, halafu itakuwa siku za mwisho. Siku za mwisho, asema Mungu. Asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu. Wote wenye mwili nitawamwagia roho yangu. Na wana wenu na binti zenu watatabiri. Wana wenu na binti zenu watatabiri. Na vijana wenu wataona maono. Vijana wataona maono. Na wazee wenu wataota ndoto. Wazee wataota ndoto. Sasa angalia, moja, wote. Wote. Sasa anaanza kusema wana wenu, binti zenu, vijana wenu, wazee wenu. Na ukiingia ule mstari wa 18 anaelezea watumwa wa kiume na wajakazi, kwa sababu maneno ni maneno mawili, doulos na dole, yani watumwa wa kiume ama watumishi wa kiume na ama watumishi wa kike, wote atamwaga roho wake. Kwa hiyo maana nasema wote wenye mwili. Akisema wote anamaanisha nini? Ili ujue maana yake ni nini. Wana wenu na binti zenu wao watafanyaje? Ameeleza. Ndio nasikiaga tuko pamoja. Umefungua Biblia? Ndio. Hiyo Matendo sura ya 2 aya ya 17. Ndio. Vijana wenu wana wenu na binti zenu watafanyaje? Watatabiri. Watatabiri. Lile neno watatabiri ndio inaitwa prophetess, ambao kwa Kiswahili wasemea, ukisikia neno prophetess manake nabii. Lakini hilo neno halina maana peke yake ya nabii. Ndio maana limetumika kwenye Wakorintho ya kwanza sura ya 14 na ile aya ya 3, likatafsiriwa kutubu. Prophetess sio kusema na kutabiria na kutolea unabii, maana yake ni kutubu. Wana wenu na binti zenu watahutubu. Prophetess. Na hiyo ndio lugha anayoitaja kwenye Yesu kwenye Mathayo ile sura ya 7 aya 22. Wewe ndipo atakaponiambia Bwana, kwa jina lako hatukutoa unabii, maana yake hatukuhutubu, hatukufundisha kwa jina lako. Prophetess, kutubu. Kwa hiyo anasema nitawamwagia wana wenu na binti zenu ili waweze kufundisha. Lakini akaja upande wa vijana. Vijana wenu wataona nini? Maono. Sasa nisikize vizuri hapa. Anakuja vijana pale anapotaja katika Kiyunani pale Waebrania, vijana ni umri ule chini ya miaka 40. Chini. Wanasema vijana umri huo chini, nenda huko chini kabisa, chini ya miaka 40. Hao wataona maono. Sikiliza vizuri, kwa sababu Yunani wana maneno mengi yanayozungumzia kuona.
Na ile alilolitumia hapa Daktari Luka lina pekee sana, ambako wakitafsiri maana yake sio tu kuona, maana yake ni tuseme sio kutazama, lakini angalau Kiingereza wanalipatia hilo neno kwa karibu kidogo, wanatumia neno gazing. Gazing ni tofauti na to behold, ni tofauti na to look at, ni tofauti na to see, to gaze at, kwa sababu lina maana ya unaangalia externally na internally, unaona nje na ndani. Kwa lugha nyingine maana yake unakuwa na ufahamu sio mambo yalivyo kwa nje tu, lakini na yalivyo kwa ndani. Kwa hiyo ndio maana akasema wataona maono, vision. Maana yake watajua kinachoendelea na wanaweza kuelezea ulimwengu kwa uelewa wa kimbingu maana yake ni nini. Kwa hiyo anasema nini maana yake? Vijana watakuwa na uwezo wa kuelewa mambo katika uelewa wa mbingu. They shall gaze at the vision. Kwa hiyo ni kuona, you look with the eye openly widely. Kwa hiyo macho yakiwa yametanuka kabisa, you gaze at, unatazama kabisa swala hilo. Vijana watakuwa na utambuzi, kama nasema watakuwa na utambuzi, uelewa kwenye vision. Halafu wazee wenu wataona maono, kama ilivyokuwa kwa Danieli alipoona maono akati amelala. Shall see dream, shall dream dreams. Sasa Kiingereza napo hapo wanaishiwaga to dream, kuota ndoto, wana hilo neno to dream. Lakini wanachozungumza pale Yoeli na anachosema pia hapa Petro, maana nukuu pale, Mungu atazungumza nao, atashikia akili zao wakiwa katika ndoto, wakiwa wamelala, kama alivyomwambia Haruni pamoja na Miriam kwake Musa, mimi sitasema kwa ndoto na nini, tasema naye uso kwa uso. Kwa hiyo ni kitu gani anachokisema pale? Nitamwaga roho yangu juu ya wote. Akimaanisha wote, anamaanisha mambo yafuatayo mawili. La kwanza, maana yake Roho Mtakatifu ataathiri ulimwengu wote, kama ambavyo gharika iliathiri dunia yote. Ndio maana yake. Yaani Roho Mtakatifu atagharikisha dunia ya wakati wa mwisho. Haleluya! Kama ambavyo wakati wa antediluvians, wale walioishi kabla ya gharika, alipogharikisha yote kwa maji, ninakwenda kufuta kila wenye mwili. Na hapa anasema kila wenye mwili naenda kugharikisha, na matokeo, the effect of the Holy Spirit will be to the entire world. Yani matokeo ya Roho Mtakatifu yatagusa kila dunia, sehemu zote za dunia. Na akieleza hivyo, hiyo ni la kwanza. La pili, maana yake anaenda kufikisha mwisho. Angalia vizuri hili jambo, zile ofisi zilizotumika kwa muda mrefu na Mungu katika mafunuo yake. Ziko ofisi kubwa mbili, moja ni ukuhani na mbili ni manabii, ndio ambayo Mungu alikuwa akifunua maarifa yake kwao, halafu wao wanayapeleka kwa wanadamu. Nabii anapeleka kwa wanadamu, halafu kuhani anakiyafahamu hayo, analeta hawa watu kwa Mungu akiwafundisha Torati, na alikuwa anatumia hapo. Hebu soma kitabu kile cha Samueli ya kwanza sura ile ya 28 na ile aya ya 6. Wakati Sauli amemwacha Bwana, halafu bado anamuulizia Bwana amjibu, Mungu hakumjibu kwa lolote. Kwa sababu gani? Maana hata hivyo kipindi hicho Samuel alikwisha fariki. Sasa angalia kinachotamka pale Samueli ya kwanza sura ile ya 28 na ile aya ya 6. Hebu soma pale pastor. Aya ya 6, Biblia inasema lakini Sauli alipomuuliza Bwana, Bwana hakumjibu wala kwa ndoto, wala kwa ulimu. Ulimu ni matumizi ya nani? Alikuwa anatumia ulimu? Wala kwa manabii. Ngoja kidogo, ulimu alikuwa anatumia nani? Kuhani alikuwa na Urimu na Thumimu. Majibu ya Mungu yalikuwa yanang'aa kupitia kifuko cha kifuani cha hukumu chenye ile naivera. Kama alikuwa jibu hapa, alikuwa anatumia makerubi walio juu ya sanduku la agano. Kwa hiyo Mungu alikuwa anafunua maarifa kupitia Urimu na Thumimu. Kwa hiyo Mungu hakumjibu Sauli katika nini? Hakumjibu kwa ndoto. Hakumjibu kwa ndoto. Kwa ndoto, wala hakumjibu kwa Urimu. Kwa Urimu, wala hakumjibu kwa manabii.
kwa nabii. Maana yake hizo ndizo zilikuwa njia ambazo Mungu alikuwa anajifunua mwenyewe. Ila anaposema anakwenda kuweka Roho Mtakatifu, usisahau waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Maana yake ni kwamba ufahamu wa mapenzi ya Bwana. Mungu ana ajenda ya kujifunua, sio kupitia ofisi ya kuhani tena, sio kupitia ofisi ya manabii. Wote, wana wenu, binti zenu, vijana wenu, wazee wenu, watumwa wa kike na wa kiume. Maana yake anakwenda kufikisha mwisho. Mungu atajifunua kwa watu wake. Petro ananukuu hilo, ana ajenda ya kuathiri ulimwengu wote kupitia hao. Sasa sikiliza, hicho ndicho anachokieleza. Moja, maana yake kinachokwenda kufanyika kita-affect the entire world, kitaathiri ulimwengu mzima. La pili, Mungu anaenda kufikisha mwisho kutumia ofisi tu mbili pekee, anakwenda kutumia wote wanaoungana na agano lake la uhusiano. Sikiliza sasa hapa anachokieleza hapa, na nenda ile aya 21 Matendo sura ile Matendo sura ya pili. Petro bado alinukuu mpaka jambo hili kutoka kwa Yoeli. Matendo sura ya pili aya 21, alisemaje pale? Na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Ndio maana hii kitu yote, kila atakayetia jina la Bwana. Sasa ile kuitia jina la Bwana kwa Kiswahili, hata kwa Kiingereza nilikuwa nasoma nasikia to call upon the name of God, of the Lord. Lakini hilo call upon ni mpaka urudi kwa Kiunani usikie ni alikuwa anamaanisha nini pale, kwa sababu linaitwa epikaleo. Epikaleo imetoka neno kaleo, ambao ndio hilo neno hilo limeandikwa kwenye ile Matendo sura ya kwanza aya 23, wakati anataja wale wanafunzi wawili waliopigiwa kura nani ajaze nafasi ya Yuda Iskarioti. Akasema huyu anaitwa Yusufu mwana wa Barisaba. Sasa unajua pale Kiswahili imetumia tu hivyo, lakini kilichosema pale Kiingereza wametumia neno surname, ni jina la ubia. Unaposikia atakayetia jina epikaleo, wale ambao wataingia kwenye agano la ubia, la ubini wa Baba wa mbinguni, hao wataokolewa. Kwa hiyo anachokiuliza ni nini? Hazungumzii kusema Bwana ninakuita, nakuita Bwana. Unasikiaga wakati fulani nyimbo zinaimbwa, Yesu ninakuita. Wakati fulani nasikia mtu anahubiri, Yesu ninakuita. Ngoja kidogo, sikiliza. Yesu haitwi Yesu njoo, Baba ninakuita. No, Yesu anaitwaje? Wanapojiswitch, wanapoingia kwenye the covenant relationship with Yahweh, wanapoingia kwenye lile agano la Pentecost. Angalia vizuri hapa, kila atakayelitia hilo, maana yake Mungu nakuita, Mwokozi wangu nakuita. Maana yake ni kwamba, sikiliza, Biblia inasema hivi, sio swala kupiga kelele na kuita Bwana, ila maana yake ni hivi, jiswitch kwenye line yake, ingia kwenye agano lake. Ukiingia tu pale ataokolewa. Maana Yesu alisema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, kwa sababu kuita Bwana ninakuhitaji, anasema wala haitu hivyo, haitu hivyo. Epikletesi inamaanisha ingia kwenye agano la uhusiano na Yawe. Ndio hilo, ndio maana nasikia huyo ni baba yenu. Ukisikia kitu baba yetu aliyo mbinguni, ile sio cheo cha uzazi tunasikia baba, ni cha covenant, agano. Na ndio maana hilo tukio na ile hotuba Petro alizungumza wakati wa Pentekoste, kwa sababu pale alifanya agano la pekee la yeye kuwa baba yao. Na ndio unaiona ile Wakorintho ya pili sura ya 6 na ile aya 18. Hebu isome hiyo aya, Wakorintho ya pili sura ya 6 na ile aya 18. Hebu isoma hiyo aya usikie. Kumbuka tunaenda maeneo pake. Baada ya kusoma hapa usikie kwa nini somo hili limeitwa hivyo, kwamba fundisha watoto wako na vizazi vyote waseme kuhusu Yesu. Hebu soma sasa hapo, alafu ndio nije hapo usikie baada ya kuelezea hiki siku ya Pentecost ni nini. Hebu soma Wakorintho ya pili sura ya 6 na ile aya 18. Wakorintho ya pili 6:18 nasema nitakuwa baba kwenu,
nanyi mtakuwa kwangu wanangu. Halafu ninyi mtakuwa watoto wangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Ndio hilo agano ambalo alizungumza pale. Ndio maana Paulo anaandikia Wakorintho namna hiyo. Analeta ubaba kwake umetimia. Anakuwa baba kwa sababu ya agano hilo, covenant, ambalo linatokana na Yesu Kristo, mtu wa Calvary. Na wale wanaoingia kwenye agano hilo wanakuwa watoto wake. Sasa Kiswahili wametumia hili somo, wanasema fundisha watoto na vizazi vyote kusema kwa ajili ya Yesu. Kiingereza aliyetunga hiki kichwa ametumia neno linasema disciple children and all generations to speak for Jesus. Disciple, hilo neno ninakiri kabisa kwamba Kiswahili imekuja baadaye. Kama nakumbuka, tunatumia neno leo kufanya wanafunzi, ingawa waliotafsiri kwa Kiswahili wametumia neno kufundisha. Kufanya wanafunzi ni zaidi ya kufundisha. Kufundisha ni mojawapo ya njia, lakini yenyewe kama peke yake haifanyi wanafunzi. Disciple wa children. Kwa hiyo ni nini maana yake? Yoeli alichopewa na mbingu ni hivi: Mungu anauelewa tofauti kabisa wakati wa mwisho kuhusu wana, binti, vijana, wazee, watumishi wake wa kiume, watumishi wake wa kike, wote wanaoingia kwenye agano. Kila atakayetia jina lake ataokolewa, na atawatumia kuathiri ulimwengu kwa uwaga Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio maana mwandishi aliposoma hicho ndio akaja na hilo neno, fanya wanafunzi watoto wako. Na hii ndio tunaoangalia sasa, ambayo ndio sehemu ya mwisho ya somo hili. Fanya wanafunzi watoto. Na ni nani anayeambiwa wafanya wanafunzi watoto? Sio mchungaji, sio mzee wa kanisa, sio shemasi, sio yeyote, ni mzazi. Ni nani? Ndiye anayefanya nani? Wanafunzi kwa watoto. Kwa hiyo somo la leo linapotuangazia juu ya mpango wa Mungu wa Pentekoste, juu ya Roho Mtakatifu, ni fundisho, ni kufanya wanafunzi kunakofanywa na wazazi nyumbani, maisha yao yote, kwa sababu Mungu ana ajenda ya kumimina. Lile neno kumimina Yoeli amelitaja, Kiebrania inaitwa shafak. Shafaki maana yake ondoa kilicho ndani ya chombo, isibaki ladha, isibaki harufu, isibaki rangi. Pour out ama to gush out. Unamimina, inatoka. Ndio maana Yesu alisema ya kwamba yeye aniaminie mimi, maji ya mito yatabubujika. Gushing out. Anachoeleza yani Roho Mtakatifu atakuja kama mwendo wa maji, kama mapo yaliyotulia lakini yenye mwendo kwa wingi. Kwa hiyo anamimina. Lakini neno shafak, Waebrania lugha yao ni tofauti na ya kwetu na lugha za Ulaya na wapi ambazo tunatumia phonolojia. Waebrania wao wanatumia lugha ya picha, pictography. Sisi tunatumia phonography. Sasa phonography ni matamshi a, e, i, o, u. Lakini Waebrania wao ni lugha ya picha. Ni kama ukienda uwani unakuta wamechora mwanamume ana suruali. Hakuna maneno, ila unaona ile picha unajua hapa wanaingia wanaume. Ukiona hapa ni sketi, wanaingia wanawake. Hiyo ndio inaitwa lugha ya picha. Dunia yetu ya sasa wanaobaki na lugha ya picha ni Wachina, ni Wajapani, hiyo Chinese na Japanese. Hiyo ni lugha ya picha tu. Unapoziona wameandika pale, wamechora lugha ya picha. Kiebrania pia ni lugha ya picha. Miaka ilivyoenda ndio wakazishepu zikawa kwenye upande wa consonant. Kwa sababu ya vizazi vilivyofuata walipata shida. Lakini bado walipotengeneza zile consonant walizichora zenye umbile lile la picha, ili kubaki na uelewa ule. Sasa shafak lina herufi 3, consonant 3. Ya kwanza ni W iliyopinduka, inaitwa shin. Ile inamaanisha meno makato ya mbele.
ikimaanisha ukali sharpness, ikimaanisha kukata, na nguvu strength. Hiyo ikimaanisha jinsi Mungu alivyo. Ndio maana jina la mojawapo ya jina lake linaanza na hiyo herufi Shin, Shaddai. Unapozungumzia El Shaddai, Shaddai Mungu anamwambia Musa ya kwamba Ibrahimu walinifahamu kwa jina la Shaddai, yani Mungu mwenye enzi, the Almighty God, sovereign God, mwenye mamlaka yote, Shaddai, kuonyesha uwezo wake, his omnipotence yake. Alafu pia anaeleza juu ya protection, utunzaji wake, Shaddai. Mwisraeli alikuwa anatumia hiyo shini ndogo, anapandika kwenye mlango kuonyesha utunzaji na uwezo wa Mungu kwa familia yake. Na hiyo ndio walikuwa wanafanya hivyo, Shaddai. Hiyo ambayo yenyewe ndio maana unaiona ambayo ina thamani ya tarakimu 300. Ndio maana unaangalia dhiraa ya urefu wa safina mikono 300, ama unaangalia mbweha 300 wa Samsoni. Unaweza usijue ni nini kinaendelea kule, lakini wanatembea katika uelewa. Kila kitu katika lugha ya Kiebrania ina maana ya pekee sana. Kwa hiyo ndio unaona hiyo Shin ambayo Shaddai, uwezo wake na utunzaji wake. Ndio neno herufi ya kwanza kwa hilo neno Shafak. La pili ni hilo Shafak Pe, ikiwa na kidoti inakuwa Pe, ikiwa lina kidoti inaitwa Fe, inakuwa ni F. Ndio maana inaitwa Shafak, kwa sababu hakuna kidoti katikati. Sasa hiyo Fe hiyo ni umbile lenye kinywa, ni kama mdomo, imechorwa tu hivi, unaona kama kinywa. Kwa nini? Kinywa inamaanisha usemi, speech, lakini pia inamaanisha kula, chakula, lakini pia inamaanisha uhai, kwamba mtu anakula anapata uhai. Ndio kinywa chenyewe. Ndio maana nasikia lugha, mwanadamu chukua hilo gombo kula na nikalila. Anachozungumza nini? Kwa anatumia mdomo kwa sababu ya uhai, kinywa. Lakini hilo neno Pe lenyewe lina thamani ya 80. Thamani ya 80 maana yake ni ukomavu. Ndio maana ibidi Musa achukue miaka 80 ndipo atokee kwa Farao. Wanapotokea kwa Farao ana miaka 80. Maturity na leadership, ukomavu katika akili na katika uongozi. Hilo neno Pe liko pale. Kwa ina maana juu ya uhai na lina maana ya juu ya ukomavu na uongozi. Kwa hiyo unaona Roho Mtakatifu anapomiminwa analeta ukomavu, analeta uongozi, analeta uhai. Ndio maana wote wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini Shafak kwa maana uwezo na utunzaji, protection and power. Lakini neno la mwisho linaitwa Kaf, ni herufi inaitwa Kaf, herufi ya mwisho. Kaf yenyewe thamani yake ni 20, ambayo wamedabo namba 10, kwa sababu namba 10 kwa Kiebrania imesheheni uumbaji wa Mungu. Ni sentensi 10 pekee kwenye ile Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili, na katika zile amri alizozitoa ni sentensi 10 pekee yake. Ndio maana wao hiyo thamani hiyo Kafu hiyo ikawa ni 20. Kwa hiyo ni 10 mara 2. Maana yake ni ukamilifu na utaratibu, order and compression yake iliyokaziwa. Maana yake ni double, anazungumza intensity na emphasis yake. Kwa hiyo anamaanisha ile Kafu thamani yake inaonyesha juu ya ukamilifu wake na katika kukuzia na kukoleza zaidi. Hiyo neno ambalo nazungumzia pale kama limekaa umbile lake kama kitanga cha mkono kilichokunjuliwa, kwa maana zifuatazo: kutoa au kupokea, the up, opened up, mkono, the palm iliyokunjuliwa, kwamba ama unapokea ama unatoa. Hiyo ndio picha ya hiyo Kafu inavyochorwa. Sasa ndio ukiangalia maana yake ni utoaji. Mungu anaenda kutoa, Shafak, kumimina, giving, pouring, gushing out. Kwa hiyo anakwenda kufanya hivyo ili wawe katika uwezo wake. Mtapokea nguvu akishakuja juu yenu Roho Mtakatifu, lakini atawaongoza kunena na hicho chochote, leadership yake atawafanya kuwa mliopevuka Roho Mtakatifu. Lakini pia ana imara, yeye ni kiongozi na yeye ndiye anayetoa, na anavyotoa vile analeta uhai. Pe juu ya kinywa, juu ya kuvuta hewa, kuleta maisha. Shafak taleta uhai. Kwa hiyo anafanya hivyo kwa watoto, kwa vijana wa kike na wa kiume na wazee. Maana yake ni nini? Fundisha. Kumbe watoto wote ulio nao, vijana nilio nao,
na wewe ulio nao. Mungu ana ajenda wakati wa mwisho, ili kupitia wao Roho Mtakatifu aweze kuaffect the entire world, apindue ulimwengu wote, kwa vijana ulio nao, kwa watoto ulio nao. Na Biblia inaeleza unafanyaje kwenye ile kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ile sura ile ya 6 na ile aya ya 4 mpaka ile aya ya 5, anasema sikia Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja, naye umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu yako yote. Na haya maneno ninayokuambia yaweke ndani ya moyo wako, naye uwafundishe watoto wako kwa bidii, uketipo, uondokapo, ulalako. Yani unaona hapa anasema sikiza Israeli, Bwana Mungu wako ndio mmoja, Elohim Ehad. Mungu ni Elohim, ni ndani ya wingi, na Ehad ni mmoja. Ndio maana watu wanaoshinda kujua wingi katika uungu wana shida uelewa. Musa anatumia neno Elohim, na ndio neno la kwanza kumtambulisha Mungu kwenye Mwanzo 1 aya ya kwanza. Hapo mwanzo Mungu liko ndani ya wingi. Elohim. Anasema usikiliza, Elohim Yawe, Elohim Yawe Ehad. Mungu Yehova ni mmoja. Na hapo anasema mjue huyo. Kwa hiyo anasema sikiliza Israeli. Maana yake sikiliza wewe mzazi. Maana yake mjue Mungu wako ni mmoja katika wingi. Haleluya. 2, mpende Bwana Mungu wako kwa kila kitu chako. Halafu ndipo mfundishe mwanao. Hapo sio mchungaji anayefundisha mtoto wako, sio mzee wa kanisa, wala sio kiongozi wote wa kanisa. Ni nyumbani, ni wewe. Fundisha mtoto Mungu ni nani. Ndio maana ukiona kuna watoto na vijana leo na watu wazima wanaosema hakuna uungu wenye nafsi zaidi ya moja, ni makosa ya baba na mama yake, sio makosa ya mchungaji wa kanisa la Kizota aliyefanya asijue Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Ni kosa la aliyemzaa, maana ndiye anayepaswa amjue Mungu na amfundishe Mungu. Na nisikilize vizuri ndugu zangu tulioko hapa. Na hawa watoto Mungu ana ajenda nao, waijue neno la Bwana. Halafu ana ajenda la kujaza Roho Mtakatifu, ili uwafundishe hao watoto Mungu aje awatumie. Ndio ilikuwa kilio cha Hana mke wa Elikana alipoona uovu umezagaa wakati wa kuhani Eli. Akamwambia Bwana, nipe mtoto wa kiume na mimi nitakupatia. Hakuwa anataka mbabaishe Penina. Alikuwa na ajenda la Masihi, kwa sababu wakati ule Mungu alikuwa anajifunua kwa Masihi, watoto wa kiume. Kwa hiyo alihitaji ambaye ama atatumika kama kuhani ama atatumika kama nabii. Anasema ukinipa huyo mimi nitamlea, nikuachie wewe umtumie kwa ajili ya upepo wa uovu wakati huu. Alikuwa na ajenda ya taifa la Israeli, sio amtishie Penina kwa maana mimi na mtoto. Mungu anachosema ni hivi, unaweza ukawa watoto nikupatia, ukawaandaa ili yeye awatumie wakati huu wa mwisho. Ana ajenda ya kujaza Roho Mtakatifu. Maana kwamba unawafundisha neno la Bwana, unasoma nao neno la Bwana, halafu wakati huo unafanya nao, unaenda uinjilisti nao, unaenda kusalimia wagonjwa nao, unaenda kuona waliofiwa na kuwafariji nao. Watoto wanafanya unachofanya nao, hawafanyi unachosema, wanafanya unachofanya. Na ndio maana ikiwa unaenda kusalimia mgonjwa, nenda naye, kwa sababu siku umekufa anajua alikuwa anafanya na mama ama na baba. Kama unaenda kwa ajili ya kujenga eneo la makambi, mikutano, ni vizuri wewe uende. Kama unakuwa unatoa zaka na sadaka, fanya nao wajue anayefundisha mtoto juu ya zaka na sadaka ni mzazi na sio kiongozi wa kanisa. Sikiza Israeli, Bwana ndiye mmoja, mpende, halafu wafundishe watoto wako. Halafu leo kanisa ndio limeachua watoto, halafu wazazi wamekaa pembeni. Ni kazi ya wazazi, ni kazi ya kila aliyezaa kuacha watoto wakati wa mwisho ambao Yehova atafanya covenant pamoja nao, sio mtu mwingine. Acha watoto kama Musa aliyeachwa, yule mama Amram pamoja na Yokabet waliacha watoto ambao Mungu aliwatumia. Musa ni wa kwao, Haruni ni wa kwao, Miriam ni wa kwao. Yani watoto wa Haruni, watoto wa Amram pamoja na Yokabet Mungu aliwatumia. Mungu alitumia Yohana Mbatizaji, Mungu ametumia watoto. Hivi wewe hapo ulipo kweli una uhakika Mungu anaweza watumie?
Nilipokuwa nasoma kitabu kile cha nyumba ya Adventista, the Adventist home, NG Watt ametaja sababu kubwa mbili kabla mtu hajazaa. Ya kwanza, ikiwa hawezi kumfundisha ili Bwana amtumie, ukizaa unatenda dhambi. Najua tunafukuzana kuita wababu zetu waliokufa, lakini ameeleza isipokuwa utamtrain yule mtoto aweze kumjua Mungu na kujitoa kwake, itakuwa dhambi kumzaa. Na dhambi yake ni mbaya, ni kwa sababu hivi hata kwenda mbinguni na mzazi hataenda. Mbili, amezungumzia uchumi. Kama yule mtoto atakosa chakula bora, atakosa mavazi, atakosa mahali pa kulala, atakosa kwa sababu ya uchumi, unamleta aje ateseke katika ulimwengu huu ambako ni rahisi ibilisi kucheza naye. Anasema kama hali yako ni mbaya kiuchumi, marufuku kuzaa. Na kwa bahati mbaya wasio na hali nzuri ya kiuchumi ndio tumejaza watoto kuanzia getini mpaka chumbani, tumepangana kama ngazi za kwenda bomani. Lakini kuna agenda, fundisha. Somo hili linatutaka hivi, Mungu anataka atumie vijana. Ndio maana vijana watu nao wanisikiliza hapa ambao wanadhani kwamba wao ni watu wa kawaida, ukikuwa utaacha. Hiyo ni uelewa wa dunia hii. Uelewa wa Mungu ni huu, atamimina Roho Mtakatifu kwa vijana. Usijidhalilishe, usijidharau. Agenda ya Mungu wakati huu, na bahati nzuri ni hivi, wewe na mimi ndio tuliochaguliwa kuishi wakati wa mwisho. Yaani akaona wewe na mimi ndio turuhusiwe kuishi lala salama. Wakati huo uovu ukiwa mwingi, ndio kipindi ambacho wewe Mungu aliona unafaa kuishi wakati huu. Disciple your children. Fanya wanafunzi watoto wako, na vizazi vyote wazungumuze kwa ajili ya Yesu. Mungu anatusubiria. Pentekoste inarudi nyumbani, mimi na watoto. Katika kipindi hiki cha mbisho wa uovu, bado tuna ahadi, atamimina. Hatutendee hivyo jioni ya leo. Anitendee hivyo na akutendee wewe. Na kama ni shauku yako kwamba Mungu nitendee hivyo kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya watoto wangu, ikiwa kuna mahali nimewakosesha, bado wako hai, pata nafasi kaungame kwa Bwana, na ungama kwa yule mtoto bado yuko hai. Ikiwa kuna wakati badala ya kumlea katika njia ipasayo, mimi nilifanya kama wanavyosema kabila ya kwetu nyumbani. Biblia inaeleza kwa njia impasayo, mlee mtoto katika njia mpasayo, Mithali 22 mstari wa 6. Hata iacha tusilee watoto katika njia ya Wakikuyu, katika njia ya Wamakua, katika njia ya Wasukuma, katika njia ya Wajita, katika kabila la Wapare, katika kabila la Wanyakyusa. Yaani atulei watoto katika mila na desturi za pale, katika njia impasayo. Haya hata iacha hata atakapokuwa mzee. Tutaenda kuomba. Ikiwa ni shauku yako, chukua nafasi peke yako jioni ya leo. Pentekoste inatupeleka nyumbani, ndio ajenda ya Mungu ilivyo. Mimi na watoto, ikiwa wengine wameshakufa hao watoto, sina namna ya kufanya, naungama tu mbele za Bwana. Lakini kama wako hai, kwamba na wao wana miji yao, wana watoto wao, bado fursa ya kufanya kwa ajili ya Bwana ingalipo. Hiyo hautaondolewa na yeyote mpaka umeenda kaburini, ama mtoto mwenyewe ameenda kaburini. Na kwa kuwa bado kungali mchana, tunaenda kwenye magoti. Zungumza na Mungu wako. Zungumza na Mungu wako. Baada ya dakika 1-2, halafu nitaomba. Twende katika magoti. Zungumza na Mungu wako, kwa sababu ujumbe huu unatutaka twende nyumbani. Ndio maana tunazungumza siku zote ya kwamba tunalea nini watoto, tunawafundisha nini. Ndio maana vijana wa siku hizi wanataka maonyesho mengi zaidi, na sehemu ya kujua na maonyesho wapeleke kwenye harusi. Harusi ndio maonyesho, na ni makosa ya sisi wazazi. Ndio tunaotaka majivuno, kueleweka, kufanya hiki, vituko vya kutosha. Ni sisi hawa wazazi tunaweza
kumwendea Yesu akatusamehe. Asante Mungu wetu kwa ajili ya neno lako. Unaileta Pentekoste katika familia zetu. Umeonesha mtazamo chanya wa pekee kwa ajili ya vijana, wanawake, wanaume, wazee, watumishi wako wa kike na wa kiume. Una ajenda kwa wote wenye mwili ili uathiri ulimwengu kwa neema yako. Hii ni kazi yetu wazazi. Tumeungama dhambi zetu, uturehemu. Ikiwa kuna makosa tuliwakosesha, tupatie ujasiri kukiri na kuungama mbele zao. Na neema yako ituishe kutenda kuanzia hapo kwa ajili ya wokovu wa watoto, wa vijana, wa umri mkubwa ndani ya kanisa na wadogo, wa kike na wa kiume. Kwa kuwa utajifunua kwetu sote kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ilete tena Pentekoste. Uwashe moto ndani ya kila nafsi. Tuokoe na watoto wetu. Tutumie upendavyo chini ya ulinzi na uwezo wako. Tukapate uhai tunapopokea kila siku kipawa cha Roho Mtakatifu. Tutendee hivi jioni hii ya leo, sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Amina.